upungufu mkubwa wa vyumba vya madarasa uliokuwepo. Mama Samia oye! Ujenzi wa chumba cha ICT elimu mtandao. Mheshimiwa Mwenyekiti, tumefanikiwa kupata bahati katika shule 3 katika halmashauri ya mji Korogwe. Tumepata mradi wa elimu mtandao wenye gharama kila shule milioni 60, shule 3 hizo. Kati ya shule yetu ya katika shule yetu ya Mbeza chumba kimeshakamilika, inaandaliwa tu tusubiri vifaa kuletwa. Mradi huo pia shule ya msingi Mazoezi Manundu utafaidika. Elimu mtandao. Mchango binafsi katika miundombinu ya shule. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika shule ya sekondari Nyerere hapakuwa na vitendea kazi kompyuta kupelekea wanafunzi kwenda shule nyingine kujifunza mambo mengine. Nimetafuta wafadhili na tumepata kompyuta 26 na sasa wanafunzi wanajisomea hapo hapo shule ya sekondari Nyerere. Makofi tafadhali kwa Nyerere. Uhaba wa maji shuleni. Mheshimiwa Mwenyekiti, kumekuwa na uhaba wa maji katika shule yetu ya Nyerere ambapo tulikuwa tukipata msaada kutoka chuo cha ualimu Korogwe TTC. Hivyo nilitafuta mfadhili na kuchimba kisima kirefu cha maji. Hivyo shida ya maji hapo Nyerere haipo tena. Nyerere oye! Nyerere oye! Miundombinu ya umeme. Mheshimiwa Mwenyekiti, shule yetu ilikuwa haina umeme. Nimeshirikiana na uongozi wa shule kuhakikisha umeme umeingia shuleni. Kwa sasa umeme upo shuleni. Taaluma. Shule ya sekondari Nyerere. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika shule yetu ya sekondari Nyerere Memorial tulikuwa hairidhishi hasa matokeo ya kidato cha 4. Mnamo tarehe 30 Mei 2023 niliitisha kikao cha wazazi na kuja na hoja ya kutokomeza 0, kwani walimu wa science ni wachache. Kwa hiyo kila mzazi achangie shilingi 6,000 kwa mwaka ili tutafute walimu wa ziada. Hoja hiyo ilikubaliwa na wazazi na washukuru sana na kuanza kuchangia na kusababisha kupata walimu watatu wa sayansi kupelekea kushusha 0.49 mpaka 0.7. Mungu awabariki sana wazazi, hongereni sana. Sawa na 96%. Mheshimiwa Mwenyekiti, mafanikio makubwa kwa shule yetu ya sekondari Nyerere kushika nafasi ya kwanza kwa matokeo ya kidato cha 4 2024 kwa shule za kata zilizoko katika halmashauri ya mji. Tumekuwa wa kwanza katika shule za kata katika halmashauri. Tujipigie makofi wana kata ya Manundu. Shule ya msingi Mazoezi Manundu. Mheshimiwa Mwenyekiti, shule hii imekuwa na mafanikio makubwa kwa shule ya kuwa shule ya kwanza katika shule 30 matokeo darasa la 7 mwaka 2024. Wamepasisha 100% kwa shule ya msingi za serikali, hivyo kuchangia halmashauri ya mji kuwa ya kwanza kwa matokeo ya darasa la 7 2024 mkoa wa Tanga. Mheshimiwa Mwenyekiti, nikupongeze, halmashauri yako imekuwa ya kwanza katika mkoa wa Tanga. Imepita majiji halmashauri 11 zote tumezipita, sisi ni wa kwanza. Mheshimiwa Mwenyekiti, nikupongeze sana kwa jambo hilo, halmashauri hiyo kuongozwa. Shule ya msingi Mazoezi Mbeza. Mheshimiwa Mwenyekiti, shule hii inayo mafanikio vizuri ndani. Shule ya msingi Mazoezi Manundu, Mheshimiwa Mwenyekiti, ipo ndani ya 5 bora kati ya shule 30 za serikali kwa matokeo ya darasa la 7 2024. Katika mradi wa ujenzi madarasa matatu ya busti imekuwa ya kwanza kumalizika mradi mapema kuelekea aliyekuwa waziri wa TAMISEMI Angela Kairuki kuja kuzindua madarasa hayo matatu kutupongeza kwa usimamizi mzuri. Tarehe 6 mwezi wa 7 2023 tumekuwa wa kwanza katika Tanzania kwa kumaliza mradi kwa wakati mpaka waziri akaweza kuja kuhakikisha jambo hili analizindua. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi ni mwenyekiti wa kamati ya huduma za jamii, na maliza muda wangu elimu, afya, maji na uchumi halmashauri ya mji. Hivyo nimefanya jitihada za kushirikiana na madiwani wenzangu ikiwemo wewe mwenyekiti wetu wa halmashauri pamoja na ofisi ya mkurugenzi. Tunatarajia kupata kidato cha 5 na cha 6 katika shule zetu za kata. Shule iliyopendekezwa ni shule ya sekondari Mgombezi ambayo inatarajia kuanza mwezi huu wa Julai. Hivyo tuendelee kumwomba Mwenyezi Mungu tuweze kufanikiwa shule yetu tuwe na shule ya kwanza kabisa ya kidato cha 5. Hivyo namalizia muda wangu wa utumishi tukiwa tumefanikiwa ya kupata kidato cha 5 kwa mara ya kwanza kabisa katika shule zetu za sekondari ya kata. Miundombinu ya barabara. Mheshimiwa Mwenyekiti, kata ya Manundu ina mtandao wa barabara kwa kiwango cha lami takriban kilomita 2.77 zenye thamani ya shilingi bilioni 2.72, huku miradi miwili ikitarajiwa kumalizika: Makisa Chagas kilomita 0.2 na Mamba Club
kilomita 0.45 ambapo mkandarasi anatarajia kukamilisha katika mwaka huu wa fedha 25-26. Pia tunatarajia mwezi Agosti 2025 kuanza kwa mradi mkubwa wa Benki ya Dunia TACTIC, barabara NMB Magunga, umbali wa kilomita 2.07 wenye thamani ya shilingi bilioni 20.247. Kwa mradi huu utakuwa utapelekwa katika kata 5 ikiwemo kata yetu. Pia barabara kwa kiwango cha changarawe na mifereji ya maji ya mvua inayojengwa katika mtaa wa Mlima Fundi. Mheshimiwa Mwenyekiti, nisemee kidogo. Wananchi wanalalamika pale TTC barabara imeharibika, lakini naomba mtulie. Mkandarasi ameshapatikana, Mchina anaanza hiyo kazi kuanzia mwezi wa 8 wa 9. Kwa hiyo ni vigumu kutumbukiza tena pesa pale, tuvumilie kidogo. Barabara inafukuliwa yote. Barabara ilijengwa mwaka 1958 inakwenda kuchimbuliwa yote na kuwekwa taa kuanzia NMB mpaka Magunga. Lakini kwa wenzetu wa Masunguru pia wanafaidika, Mtonga wanafaidika, Bagamoyo wanafaidika na Mgombezi wanakwenda kufaidika na mradi huo. Taa za barabarani kata ya Manundu. Mheshimiwa Mwenyekiti, kutokuwepo kwa ulinzi wa polisi jamii mtaa wa Mlima Fundi kulipelekea wizi wa beti za taa. Hatua zilizochukuliwa, niliomba fedha kwa mkurugenzi shilingi milioni 1,450 na kuzichomea. Kwa hiyo tangu tumezichomea hakuna wizi, isipokuwa beti sasa zimechoka, wakati wake umekwisha. Kama ilivyo beti ya pikipiki inaisha muda wake, beti ya gari inaisha, beti ya simu. Kwa hiyo nimeomba fedha TARURA wameingiza kwenye budget ili wanunue beti nyingine tubandike taa ziwake. Miundombinu ya maji. Mheshimiwa Mwenyekiti, upatikanaji wa maji kwenye kata yetu ni wa wastani kidogo tofauti na ilivyokuwa awali. Mtaa wa Mlima Fundi kwa kuwa upo kwenye mwinuko kidogo hawapati maji kwa uhakika tofauti na Mandukati na Mbeza. Na hata maji yakitoka sio masafi sana, hayapiti kwenye chujio. HTM imejipanga vyema, inajenga chujio na tenki pale Mtonga. Hilo tenki lina ujazo wa lita milioni 2 kwa Mkole pale kwa Mkole kata ya Mtonga, sambamba na kubadilisha mabomba ya maji ardhini ambayo ni chakavu yaliyodumu toka mwaka 1952. Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ameweka fedha takriban bilioni 1.6 kwa halmashauri ya mji kwa ajili ya utekelezaji wa miradi ya maji. Sisi kata ya Manundu katika fedha hizo tumepata takriban milioni 450. Makofi tafadhali kwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Kwa ajili ya ubadilishaji wa miundombinu ya maji chakavu katika kuunga juhudi za Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, mimi diwani wa kata ya Manundu Mheshimiwa Rajabu Mzige nimechimba visima 6 vya maji virefu kupitia wafadhili vyenye thamani ya shilingi milioni 72. Nawashukuru sana wafadhili, sina hiyo hela mimi, nimeongea na wafadhili wamenichimbia visima takriban 6 vyenye thamani ya shilingi milioni 72. Ili kumtoa mama ndoo kichwani, mtaa wa Mbeza visima 3, viwili vipo tayari vinatoa huduma, na mtaa wa Manunukati Asoro Chaga visima 2 vinatoa huduma. Mafundi na sokoni Mbeza nasubiri vifaa vikikamilika navyo tutakwenda kuweka pampu vitoe maji. Mheshimiwa Mwenyekiti, Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kutambua kuwa maji hayana mbadala ametuletea mradi mwingine wa maji miji 28 ambao chanzo chake kipo pale Tabora Mswaha Korogwe, ambapo mradi huo upo hatua ya 67.7. Utakapokamilika wananchi wataondokana na shida ya maji, kwani watapata maji safi na salama. Mheshimiwa mgeni rasmi na mwenyekiti wa halmashauri eneo la Machinga. Mheshimiwa Mwenyekiti, eneo la Machinga, Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, alitoa maelekezo kila halmashauri itenge eneo la Machinga. Kupitia baraza la madiwani ilipendekezwa eneo la wazi karibu na msikiti wa Ijumaa, barabara ya Kirigiri Magunga ndio liwe eneo la Machinga. Mkurugenzi, kupitia kata yetu Manundu tulijenga matundu 4 ya vyoo kwa thamani ya shilingi milioni 8,556. Hatua ambayo inaendelea sasa ni kuwagawia maeneo hayo wa Machinga 127 ambao 52 tayari wameshagaiwa, ambao waliorodheshwa awali. Baada ya hao watapewa wengine ambao hawakuorodheshwa awali. Yaani inamaanisha kwamba baada ya kukamilisha wale 127 tutagawa kwa wengine wenye uhitaji.
mkopo wa 10% kutoka halmashauri. Mheshimiwa mwenyekiti wa halmashauri ambaye ndio mgeni wetu rasmi, katika kipindi cha miaka mitano wanawake, vijana na watu wenye ulemavu vikundi takribani 13 vilipokea mkopo wa 10% wenye thamani ya shilingi milioni 59,716,423.72 kabla ya kusimamishwa na serikali, na baadaye tena mwaka 24 kuanza kutoa vikundi 6 katika kata yetu mkopo wenye thamani ya shilingi milioni 24,416,423.72 ambapo vikundi 7 vimepata mkopo kati yetu na kuhamasisha warejeshe kwa wakati wengine walioomba wapate mkopo huo. Mpango wa kunusuru kaya maskini TASAF. Mheshimiwa mwenyekiti, napenda kumpongeza Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuendelea na mpango wake wa TASAF ambao umeleta manufaa makubwa katika kata yetu. Takriban kaya 213 zilipokea fedha za kujikimu katika familia zao. Mpango ulizinduliwa mnamo mwaka Agosti 2012 na utekelezaji wake ulianza mwaka 2015. Kwa kipindi hiki cha miaka mitano 2020-2025 kiasi cha fedha za Kitanzania milioni 143,758,992 walipewa wanufaika katika kaya yetu, katika kata yetu, kwa maana mitaa yote mitatu ambayo iliwasaidia kusomesha watoto wao, kuanzisha miradi midogo midogo, kulipia bima ya afya. Sambamba na hiyo pia wanufaika walibuni miradi ambayo serikali iliwaletea fedha: mradi wa ufunguzi wa barabara, mradi wa visima vifupi vya maji, upandaji wa miti kwa thamani ya shilingi milioni 9,700,000. Kwa kweli kumekuwa na manufaa makubwa katika mpango wa kunusuru kaya maskini. Ujenzi wa ofisi ya kata Manundu. Mheshimiwa mwenyekiti, hapo awali majengo ilikuwa mtaa ndani ya kata Manundu. Baada ya mgawanyo wa kata Manundu, ili kusogeza huduma kwa wananchi, lianzisha ujenzi wa ofisi ya kata Manundu, mtaa wa Manundu kati pale, ambapo ipo hatua ya msingi. Ilitumia nguvu ya wananchi, wadau wa maendeleo na mimi mwenyewe binafsi kwa gharama ya shilingi 4,90,000 kwa mchanganuo ufuatao: kusogeza mawe na vifusi, nguvu za wananchi 1,135,000, mimi mwenyewe binafsi kokoto, mchanga, kulipa mafundi 3,355,000.